ni kishindo cha awamu ya 6. Kishindo wa awamu ya 6 tunaimulika wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma. Tunaenda kuangazia miradi ya maendeleo na ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ndani ya wilaya hii. Mimi ni Ismail Bugdha. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Karibu wilaya ya Kondoa ni moja kati ya maeneo yanayoshuhudiwa wananchi wake kupiga hatua kiuchumi kutokana na miradi mbalimbali ya maendeleo na kimkakati inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6. Majaliwa Saidi ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kondoa, anaeleza mafanikio ya wilaya hii katika sekta ya elimu. Halmashauri ya mji wa Kondoa ni halmashauri ambayo ina kata 8 na mitaa 36 ambayo tunatekeleza majukumu mbalimbali ya kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Jumla ya shilingi bilioni 22.1 zimepokelewa katika sekta mbalimbali ya afya, kilimo, mifugo, elimu, lakini na utawala. Fedha hizi zimeelekezwa katika maeneo mbalimbali. Nikianza na sekta ya elimu sekondari, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitamshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 kwa fedha nyingi ambazo alitupatia katika sekta ya elimu sekondari. Katika elimu sekondari mmeona tumepata shule mpya Bolisa, tumepata shule mpya Kingale Amali, tumepata shule mpya Suruke Day. Haya maeneo yote ni maeneo ambayo katika kata zetu za Kondoa hayakuwa na shule. Lakini Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani ametupatia hizi fedha. Zote hizi shule 3 zimepata jumla ya shilingi milioni 544 kila moja. Shule zimekamilika na zinapokea watoto na wameendelea kusoma. Kwa hiyo hata watoto wetu, kwa mfano tukiongelea kata ya Suruke, watoto wetu walikuwa wanatembea umbali wa kilomita 15 kuifuata shule mama ya Mtobubu ambayo ilikuwa umbali mrefu. Kwa sasa hizi ukiona walipo na watoto, nadhani hata ukiwaoji watakwambia na wananchi wale watakwambia umuhimu sana wa shule hizi. Lakini pia tukienda mbali, tumepata nyumba za watumishi katika shule hizi za sekondari. Lakini pia tumepata uboreshaji wa maabara. Tumepata jumla ya maabara 19. Tumepata fedha. Tura tumepata, Bolisa tumepata, lakini Ura tumepata, Korodei tumepata, Mtobubu tumepata, kwa Pakacha tumepata na Bicha sekondari tumepata. Kwa hiyo ni miradi ambayo sisi kama watumishi tumeendelea kuisimamia kwa unyenyekevu mkubwa, kwa uadilifu, kuhakikisha inakamilika lakini inatoa huduma kwa wananchi. Tukienda elimu msingi, kuna shule hizi za mkondo mmoja ambazo tumepata. Jumla ya shule 19 tumepata, lakini pia jumla ya madarasa 141 tumepata katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa, lakini pia tumepata matundu ya vyoo 287 katika utekelezaji wa miundombinu ya elimu msingi. Kwa hiyo unajua shule zetu hizi zimeanza zamani na miundombinu yake ilikuwa imeharibika. Kwa hiyo mimi ni kushukuru serikali ya awamu ya 6 kwa fedha nyingi ambazo wamezeta. Lakini ukiachilia mbali, sisi kupitia mapato ya ndani pia tumepeleka fedha kwenye miradi hii ambapo tulikuwa tunakamilisha miundombinu ya vyoo, tumejenga madarasa, tumepeleka madawati katika kuhakikisha tunakuza hii sekta yetu ya elimu, lakini pia na watoto wetu waweze kupata elimu bora. Kisha ni katika sekta ya afya. Kondoa tuna hospitali yetu kongwe inaitwa hospitali ya mji Kondoa pale. Mheshimiwa Rais ametupatia milioni 900 kuboresha majengo yale. Jengo la mama na mtoto, theater na mortuary. Majengo yamekamilika na yanatoa huduma. Na wananchi wetu ukiwaoji watakupa ushuhuda hali iliyokuwa awali na hali iliyopo sasa hivi. Lakini pia tumepata jengo la dharura, tulipata milioni 400, tumejenga jengo la dharura na kazi imekamilika na mmeliona. Kwa hiyo tunajaribu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba si kwamba unapomshukuru si kwamba unamshukuru tu, unamshukuru na vitu alivyovileta vinaonekana. Na sisi kama wataalamu tumehakikisha vimekamilika. Sasa ni wajibu wetu sasa kama watumishi wa umma kuhakikisha majengo aliyoyajenga Mheshimiwa Rais yanaendana na huduma tunayoitoa kwa wananchi wetu.
Kwa hilo niwahakikishie nitalisimamia, na watumishi wenzangu tumeshaongea kwamba jengo liendane na huduma. Lakini pia ukiingia ndani kwenye haya majengo, Mheshimiwa Rais ametuletea vifaa tiba vya shilingi milioni 300 kwenye haya majengo, ambayo kila kifaa cha kila aina kipo kwenye majengo haya, ambayo ni ya kisasa, yanatoa huduma kabisa, ambayo imepunguza adha ya wagonjwa wetu au wananchi wetu. Lakini mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Rais ametuletea fedha za vifaa tiba kwa ajili ya zahanati zetu na vituo vya afya. Kwa hiyo hakuna sehemu ambako naweza nikasema serikali ya awamu ya 6 haijagusa, lakini tunasema tunaendelea kupambana kuhakikisha tunatatua kero za wananchi. Lakini tunasema kwa mfano, tumepata kituo cha afya Seria milioni 500, tumepata kituo cha afya Koro milioni 400, tumepata zahanati 4 tumezijenga, Choka, Murua, Tampori na Chandimo kupitia mapato ya ndani. Lengo letu hili ni kupeleka huduma za afya kwa wananchi wetu, ili angalau kuwapunguzia umbali mrefu wa kuifuata huduma ya afya. Serikali imewekeza fedha nyingi kwa vijana, wanawake na makundi maalum kwa kutoa mikopo ya 10% ili kuhakikisha makundi haya yananufaika. Tumetoa milioni 905. Lakini milioni 905 hii, katika milioni 905 hii tumekopesha vikundi 156. Katika vikundi 156 tuna vikundi 58 vya wanawake, tuna vikundi 72 vya vijana na vikundi 26 vya watu wenye ulemavu. Sasa niongelee mfano kwenye vijana. Katika vikundi vijana hawa 76, vikundi 76, kila kikundi kwa wastani kina vijana kati ya 7 mpaka 10. Lakini katika mikopo tuliotoa kwa vijana hawa, tumetoa mikopo ya bodaboda, lakini tumetoa mikopo ya mashine, tumetoa mikopo ya vitendea kazi vingine kama duka na kadhalika. Ukiangalia ajira ambazo zimetengenezwa hapa katika, kwa mfano tuna vikundi kama 7 ambavyo vimezinduliwa na mbio za mwenge wa mwaka jana. Pale tumeajiri vijana zaidi ya 40 ambao kila mmoja na pikipiki yake, ambaye vijana hawa walikuwa wanaendesha pikipiki za matajiri ambazo kila siku lazima apeleke shilingi 10,000 na bado mwisho wa mwaka pikipiki sio ya kwake. Lakini sasa hivi amepata ajira, anatengeneza fedha yake, na baada ya mwaka kumaliza mkopo ule pikipiki inakuwa ya kwake. Kwa hiyo sisi tumejikita kwenye kutengeneza ajira kwa vijana kupitia shughuli za kiuchumi. Na mikopo hii ambayo tunakuja kutoa sasa hivi, bahati nzuri mikopo hii tunamwambia kijana mwenyewe alete mradi wake ambao anausema. Si kwamba sisi tunawapangia kwamba fanya hiki. Kwa hiyo katika vikundi hivi 72, jumla ya vijana karibia 300 na wamepata ajira. Kwa hiyo katika kupata ajira, hawa vijana wakishamaliza mikopo, na wao nikuambie mind you, vijana wengine ambao amekopa mkopo huu sio anayekwenda kuendesha ile pikipiki, na yeye akifika kule anaajiri kijana mwingine. Kwa hiyo kijana aliyechukua mkopo pikipiki hapa anageuka kuwa tajiri pia. Kwa hiyo anaajiri kijana mwingine. Kwa hiyo nimeona ni lazima sana tuongeze nguvu katika kuwasaidia vijana, kwa sababu kijana akiajiriwa, akijiajiri mfano, anaweza kuajiri kijana mwingine. Kwa mfano, tutoe mfano mdogo. Mkopo wa awamu ya kwanza, kuna kikundi kinaitwa Mkombozi. Tulikikopesha. Kile kikundi kimemaliza mkopo mfano. Kikundi kimaliza mkopo kinaweza kukopa mkopo mwingine. Sasa ile pikipiki ya kwanza aliyoikopa amemaliza mkopo, anaajiri kijana mwingine, anakuja kuchukua mkopo mwingine, au yule kijana mwingine anachukua mkopo mwingine. Kwa hiyo katika kukopesha hapa tutajikuta tumetengeneza mzunguko mkubwa wa biashara kwa vijana, ambao nao vijana wenyewe wataajiri vijana wengine. Lakini pia kumbuka, kijana huyu akishapata fedha ambazo ana mawazo ya kurudisha kwa tajiri, ataweza kutumia hizi fedha kupeleka kwenye shamba, kwa sababu sisi hapa ni wakulima. Kwa hiyo wakati anapambana katika biashara yake ya bodaboda, ataweza kupata fedha ya kuweka mtu wa kutengeneza mashamba, atalima alizeti, atalima mbaazi. Kwa hiyo uchumi
utapanuka katika halmashauri yetu, ajira itaongezeka, na ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais anatamani kuona, na ndio maana ameelekeza makusanyo yote ambayo tunayakusanya tuhakikisha 10% zinakwenda kwenye vikundi vile. Same applies, sio vijana tu, hata wakina mama hawa. Tuna mlemavu mmoja hapa mfano, tumemkopesha mashine ya kusaga, anasaga pale, anapata kipato, ile fedha anayoipata anarudisha shambani kwa anaenda na ajiri vijana wa kumlimia shamba, atavuna mazao. Kwa hiyo tuna mzunguko mkubwa ndio maana nikasema katika kitu nitakisimamia kwa nguvu zangu zote ni kuhakikisha fedha za 10% nilizozikusanya kutokana na pato ya ndani zinafika kule kwa watu, ili ziweze kuleta tija kwa wananchi wetu wa halmashauri ya mji wa Kondoa. Mimi kama mkurugenzi, lakini pia kijana mwenzao, nimekuwa nikiwatembelea sana. Ninachowaambia tu waaminike, mikopo hii haina riba. Wamebeba ndoto za vijana wengine ambao wako nyuma yao. Kushindwa kurejesha mikopo hii, maana yake unazima ndoto za vijana wengine ambao tunatamani kuwasaidia. Kwa hiyo niombe wito wangu kwa vijana, tutumie mikopo hii kwa uadilifu mkubwa, tutumie mikopo hii kwa kazi za kusudiwa. Lengo letu ni kwamba tumeweka fedha, tumewaamini, wamekopa. Lengo letu warejeshe, ili wenzetu vijana ambao hawajapata mikopo hii waweze kunufaika. Baadhi ya wananchi nao wakawa na neno la shukrani kwa serikali. Ujenzi huu wa sekondari umetufanyia wepesi kulingana na huko nyuma tulikokuwa. Watoto walikuwa wakitoka hapa kwenda Mtobubu zaidi ya kijiografia, zaidi ya wengine wanatoka umbali wa kilomita 10, wengine kilomita 8. Lakini baada ya majengo haya kukamilika na vijana wakaanza masomo hapa, wamepata ule muda wa kupunguza safari waliokuwa wakipata kipindi hicho cha nyuma. Kwa sasa wanatoka karibu na wanaingia madarasani kwa muda mfupi mno, na ile hali hata ya kuchoka inakuwa haipo. Kwa kweli tumeishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia kutupatia mradi huu wa sekondari ya kata ya Suruke. Changamoto waliopambana nayo kwa kweli ni wanapoenda walikuwa ni mbali, wakati wa mvua kuna makorongo. Sasa yale makorongo yakishaja inakuwa ni changamoto, watoto hawapati masomo, yani itakuwa wanashinda shule, hawezi kuvuka yale makorongo. Kuna makorongo kama aina 2, lipo la Ukubuta, liko la hapa kwetu, na lipo kule linaitwa Karama Mngera. Kwa hiyo hayo yote yakijaa ni changamoto kwa wanafunzi kupita. Huenda ikanyesha mchana, wengine wanabakia huko, inabidi wazazi wanapiga simu kuwaomba watu waliokuwa jirani wanawastiri watoto wao, wanalala huko shuleni kwenye nyumba za majirani. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama yetu Samia kutujengea jengo hili, itakuwa ahueni. Watoto wetu sasa hivi wamefanyaje? Wamenusurika na wamepumzika, na sisi wazazi vile vile tumefurahi na tunamshukuru mama yetu. Kwa kweli mimi nashukuru sana serikali kwa kazi iliyotufanyia sisi watu wa kata hii Suruke. Walikuwa wanasema kama kata yatima, lakini sasa hivi mimi nashukuru sana viongozi wa hali ya ngazi ya juu kwa shule yetu hii. Mimi niko imara na nashukuru sana, na mradi hapa kwa kweli unaendelea vizuri, na tuna walimu kwa kweli. Mimi mara kwa mara niko hapa, nina uchungu sana na shule hii. Pale mwanzo walikuwa wanasoma mbali kidogo kutoka tunapoishi kuelekea mahala wanaposoma, lakini sasa hivi tunashukuru tumepata shule hapa karibu. Yaani tunashukuru mradi wa Mama Samia, watoto wetu wanasoma vizuri na wako hapa darasani, hawana shida, majengo ni mazuri, hakuna kero yoyote. Na mimi kama ni mzazi, watoto wako hapa darasani wanasoma. Tunamshukuru sana Dr. Samia kwa kujengea shule nzuri kama hii. Zamani tulikuwa tunatoka kijijini kwetu ambapo ni mbali, tunaenda mpaka kule sekondari ya Dilai. Sasa hivi katupunguzia urefu, tunakuja mpaka hapa ni karibu, hatutembei umbali mrefu.
na hata tukitembea tukifika tunakuwa tumechoka. Zamani tulikuwa tukitoka kijijini kwetu tukifika shuleni tumechoka. Hata tukiwa tunasoma ni tunasinzia tu kwa sababu tumechoka. Sasa hivi katupunguzia urefu. Hata tukifika shuleni tunasoma vizuri na tunaelewa. Zamani nilikuwa ninapoenda shule Mtobubu, nilikuwa tunakutana vikwazo vingi, ikiwemo fisi na mbwa wenye vichaa. Sasa hivi shule imekuwa karibu, hata kutembea kumekuwa ni kawaida. Nimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sasa hivi nikifika hata nyumbani sichoki kama zamani nilivyokuwa nachoka. Kwa sasa hivi napata hata muda wa kujisomea. Tunashukuru serikali, pia tunamshukuru na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia kwa kutuletea shule. Huu wananchi kwa ujumla wamepokea mradi huu vizuri mno, na hata watoto wenyewe wamefurahia sana kwa sababu miundombinu karibu yote ya kisasa inapatikana. Hii imeleta hata wanafunzi wenyewe kufurahia. Kwa nini? Kwa sababu majengo ni ya kisasa, lakini pia miundombinu yote imepatikana, na hii imeongeza ari hata ya ufaulu. Kwa kweli vijana wetu sasa hivi wanafurahi mno. Kwanza hamna mbanano, lakini pia imeondoa ile kadhia ya wanafunzi. Kama mlivyoona, kuna watoto walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 10. Kwa hiyo kutoka majumbani mpaka ile shule mama ya awali walikuwa ni kilomita zaidi ya kilomita 10, ambapo ile afike shuleni ilikuwa lazima adamke mapema mno asubuhi. Wengine walikuwa wanatokea wanadamka kuanzia saa 11 mpaka kufika shuleni anafika saa 1. Kwa hiyo hapa katikati giza anakutana na vitu mbalimbali, lakini pia hata muda wa kurudi tunamruhusu saa 11 jioni, lakini anafika mpaka saa 2. Kama watoto wa kike ni hatarishi, kwanza kwa vijana wale wa mtaani, bodaboda na wengineo, lakini pia ni riski hata kwa wanyama. Kuna kijiji cha jirani hapa kinaitwa Tungufu, kuna pori. Kwa hiyo kulikuwa na wanyama kama fisi na digidigi pamoja na wanyama wengine hatarishi, lakini kwa sasa hivi mazingira yamekuwa ni karibu. Lakini kwa ujumla watoto hawa hata wenyewe wamekuwa na uongezeko la ufaulu kwenye mitihani yao tunaowapima. Kwa kweli huduma ni nzuri, majengo yameboreshwa vizuri, ni tofauti na yale ya mwanzo. Majengo yamepanuliwa. Kwa kweli rais wetu anatujali. Uboreshaji wao ni mzuri kwa sababu mwanzo majengo ya mwanzo yalikuwa sio kama ile jengo la sasa hivi. Kule kulikuwa kumebana, lakini kupana, lebe ipo vizuri, vitanda vipo sawa. Tunafurahia huduma kwa kweli. Tunashukuru serikali. Nimenufaika na hii mikopo ya 10%. Awamu ya kwanza nilipata milioni 3, ambao milioni 3 niliongezea katika mashine yangu ya kusaga na kukoboa, ambao nilikokuwa nimekwama kwa sehemu fulani, ambao ule mkopo ulikuja ukanikwamua mpaka mashine ikafanya kazi. Kwa sasa hivi ile mashine ndio inanipa riziki, mambo ya riziki ndogo ndogo, alhamdulillah, nashukuru. Sina tatizo nalo. Kurudishia shukurani serikali yetu ya Mama Samia, naishukuru sana. Sina la kusema, ila wamenisaidia sana kwa kiasi kikubwa kujikamua kimaisha, silivyo nilivyokuwa mbele. Na sasa saizi hata nyinyi mkiona, alhamdulillah, mashini pale yafanya kazi. Nimeajiri mtu, mimi mwenyewe hapa stationary yenyewe hii hapa na hudumia watu stationary. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa uzuri wao walichotufanyia kutuachia hii mikopo ambayo haina riba na haina masharti mengi. Hii mikopo imeturahisishia kweli kweli, maana ukiangalia na mikataba ama ukipewa hesabu na bosi ilikuwa inatuia ugumu, kwa sababu hatukuwa na guarantee ya kazi. Lakini ukipewa pikipiki marejesho ni kidogo, na pia bei ulionunulia pikipiki ndo kiwango hicho hicho unarudisha. Kwa hiyo hakuna riba. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatupa faida na kutuendeleza sisi vijana kiuchumi. Mkopo huu umetunyanyua sana sisi vijana, kutokana na kwamba kipindi ambapo tunaendesha pikipiki za hesabu ilikuwa ni vigumu sana kupata fedha ya marejesho na kukizi mahitaji na kuendesha maisha. Kikweli mikopo hii tungependa kumshukuru Mama Samia, rais wetu, kwa kutuwezesha, kutunyanyua, kutupa mikopo hii na kuweza kuendelesha maisha yetu kikawaida. Kisha ni msisitizo kwa wanufaika. Sisi watu wa elimu, kwa kweli kwa dhati tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunatembea
tunajivunia watoto kama mlivyowaona, wana fahari ya kusoma katika mazingira mazuri kabisa. Mazingira haya miaka ya nyuma ulitegemea uone maeneo ya mijini, lakini leo watoto wako kwenye shule nzuri. Sisi kwetu ni kuhakikisha watoto wanapata elimu bora, wanapata maarifa mazuri, na ile shule ya amali tunaamini watoto wale baada ya miaka 4 watakuwa wamepata ujuzi ambao wanaweza kujiajiri wakiwa hapa halmashauri ya mji Kondoa na hata wakiwa nje ya mji wa halmashauri ya Kondoa. Na sisi kama wataalamu tuahidi tu kwamba tutaendelea kuitunza miundombinu hii, lakini pia tutahakikisha tunasimamia ufundishaji na ujifunzaji ili huyu mwanafunzi sasa, mtoto wa Tanzania tulioletewa sisi katika halmashauri ya mji Kondoa kwa ajili ya ufundishaji ya kumpa elimu ya msingi, tutahakikisha kwamba anajifunza na akimaliza anakuwa na umahiri, lakini pia anakuwa na mtazamo chanya kwa ajili ya kusonga mbele kwa hatua ya sekondari, na hatimaye tunafahamu kwamba umahiri huo na huo mtazamo chanya utamwezesha kuleta maendeleo yake binafsi, lakini na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Tumefanikiwa pia kupata fedha ambayo tumetuwezesha kujenga jengo la emergency, jengo la dharura ambalo kutokana na jiografia yetu ilivyo, tupo karibu na barabara, mara nyingi tunapata wagonjwa wengi. Barabara kubwa ambayo inaunganisha mikoa ya kaskazini Arusha na kanda ya kati Dodoma. Kwa hiyo tunapata wagonjwa wengi wa ajali. Kwa hiyo zamani tulikuwa na jengo la dharura ambalo hatukuwa na jengo la dharura pase. Wagonjwa wa dharura wote tulikuwa tunawahudumia OPD. Lakini sasa tuna jengo la dharura la kisasa ambalo limekuja na vifaa vya kisasa kabisa. Na tuwezesha sasa kuhudumia wagonjwa wetu kiurahisi zaidi ambao wanapata changamoto za dharura kama ajali na changamoto nyinginezo ambazo zinahitaji dharura. Katika kipindi hichi cha awamu ya 6 tunashukuru serikali imejitahidi sana kujali wananchi wake, ikiwemo wananchi wa halmashauri ya mji Kondoa kwa kuwapatia huduma hizo. Si pamoja na majengo tu, pamoja na kupata majengo pia imetuletea na watumishi ambao wanawezesha ufanisi sasa umekuwa mzuri zaidi. Madaktari tumepata, kila ajira inapotoka ya madaktari tunapata madaktari, ambapo sasa imeongeza ufanisi kwa ile daktari mmoja kuhudumia wagonjwa wengi kwa muda mrefu sasa imepungua. Kwa sasa tunakuta daktari mmoja anahudumia angalau wagonjwa, yani ikizidi sana kwa siku 30-35, ambapo zamani sasa ilikuwa tunahudumia wagonjwa wengi, daktari anaweza kuhudumia wagonjwa kufikia hata 50. Kwa hiyo tunapata sasa watumishi wa kutosha, madaktari, wauguzi. Kwa hiyo tunashukuru awamu hii imetusaidia kwa namna kubwa sana kuboresha huduma, na sasa tunaendelea zaidi katika kuangalia sasa tunapambania ubora wa huduma. Kwa sasa ndio tupo katika stage hii. Katika hivyo vikundi ambavyo tumevitoa, vikundi vya bodaboda vimefika ni vingi zaidi, ambavyo karibu milioni 220 hivi vikundi vya bodaboda, na vikundi vya wanawake wamepata shilingi milioni 344. Hivi ukichukulia ni zile biashara mbalimbali, kuna wanaofanya biashara za mboga mboga, kwa mfano kwenye soko kuu la hapa Kondoa, kuna wanaofanya shughuli za mamalishe. Vikundi hivyo vyote kwa ujumla vyote vinafanya vizuri na vimeweza kuwainua hasa kiuchumi. Mtazamaji, hivi ndivyo serikali inavyotekeleza kwa vitendo kuhakikisha inaboresha maisha ya wananchi wake kwa kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Kishindo awamu ya 6 hakina la ziada. Tukutane wiki ijayo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi ni Ismail Bugdha. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ni kishindo cha awamu ya 6.